Mungu wetu, tunakushukuru mchana huu mwema kwa sababu umekuwa mwaminifu, umetuhifadhi, ukatulinda Bwana, ikakupendeza tukaweze kuwa na ibada hii ili Bwana tukuabudu, hata tuweze kusikia kutoka kwako. Bwana, twajikabidhi kwako tukiomba kwamba Mungu kunena nasi. Wacha neno lako Mungu likaweze kupata nafasi katika maisha yetu, likaweze kutuongoza katika maisha yetu kwa utukufu wa jina lako, kwa Yesu Kristo Bwana yetu tunaomba na kuamini. Tunaweza kukaa. Na Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu mchana huu mwema. Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yangu. Kwa majina naitwa Willy Kombe na ninampenda Kristo kama Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Basi somo letu ambalo limeweza kusomwa katika Injili ya Mathayo mlango wa 4 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 11 ndipo ambapo nitaweza kutoa ujumbe wangu. Basi kanisa, mojawapo ya mambo ambayo yanasherekewa na kushabikiwa siku hizi na wanadamu ni lile tendo la kupeana zawadi. Juzi tarehe 14 mwezi huu watu ulimwenguni kote waliweza kupeana mazawadi wakiashiria mambo ya upendo. Bibi na bwana, marafiki, watu wanaofanya kazi pamoja waliweza kufanya jambo hili. Yes, sijui kama uliweza kupeana zawadi. Ni nani ambaye uliweza kumzawadi hiyo siku? Ukisoma Mathayo mlango wa 4 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 11, tunasoma habari za Yesu akijaribiwa. Lakini kuna swali moja ambalo ni gumu katika hadithi hii, kwamba shetani alitaka kumzawadi mwana wa Mungu. Amen. Sasa najiuliza, alikuwa na mzawadi kama rafiki? Alikuwa na mzawadi kwa ajili ya upendo? Je, mwana wa Mungu alifanya vipi katika jambo hili? Tunaona kwamba shetani akijaribu kumzawadi Kristo na kumwambia, mali hizi zote na fahari hizi zote nitafanya nini? Nitakupa wewe. Lakini katika hadithi hii tunasoma ya kwamba Kristo aliweza kushinda majaribu yale. Amen. Kwa hivyo kanisa, leo nataka niweze kuiangazia hadithi hii nikiwa ninaongelea kuhusiana na mada yetu ya Kristo katikati ya jamii na familia zetu. Amen. Kristo katikati ya jamii na familia zetu. Na nitakuwa nikiangalia mambo mawili ambayo Yesu Kristo aliweza kuyafanya, ambayo mimi na wewe tuweze kuyafanya katika familia zetu na jamii zetu. Amen. Amen. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo tunajifunza, ambalo Kristo Yesu aliweza kulifanya ili kuweza kushinda ibilisi mwovu shetani, ni kwamba Yesu aliweza kushinda tamaa zile za mwili. Yesu aliweza kushinda tamaa za mwili ambazo sisi hutuzonga kama mwanadamu. Ukisoma katika mstari wa 1 hadi wa 4 utaona habari hizo. Tunasoma katika hadithi hii ya kwamba Roho wa
alimlead Yesu katika jangwa ili aweze kujaribiwa na mwovu shetani. Amen. Amen. Sasa jangwa ni mahali ambapo kuna ukiwa, ni mahali ambapo tunapata kwamba ni mvua zinapatikana kwa uhaba, ni mahali kwa upweke. Amen. Amen. Jangwa pia linaashiria uovu, kwa sababu utaona kwamba ni mahali ambapo kulikuwa kunatokea maafa, hatari, vita katika ile Agano la Kale vilikuwa vinafanywa katika janga. Kwa hivyo janga inaashiria uovu. Kwa hivyo tunasoma katika hadithi hii ya kwamba shetani, roho wa Mungu akamtuma, alimuongoza Yesu katika nini? Katika jangwa ili aweze kujaribiwa. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu gani Yesu, roho wa Mungu alimongoza kwamba Kristo aweze kujaribiwa katika jangwa? Mahali ambapo hapana watu ambao wanakaa. Hilo ni swali la kwanza ambalo nataka tukaweze kuliangazia. Sasa tunaona baadaye ya kwamba Yesu anamshinda shetani, wakati shetani anapomjaribu ya kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu, amuru haya mawe yaweze kufanya nini? Kugeuzwa kuwa mkate. Amen. Jambo hili tunaliona katika Agano la Kale, wakati wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri. Tunaona kwamba wana wa Israeli walipitia katika jangwa. Kwa hivyo hizi habari mbili ziko na maana, kwamba tunaona vile ambavyo Yesu alifanya na wana wa Israeli hawakufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona kwamba wana wa Israeli walikuwa wakimlalamikia Musa na Aaron, wakimwambia, kwa nini umetutoa katika Misri? Hapa hatuna samaki, hatuna vitunguu saumu, hakuna maji, hakuna nyama. And so walimlalamikia sana Musa wakiwa katika hali ile ya jangwa. Lakini tunajifunza jambo moja katika Yesu, ya kwamba ijapokuwa Yesu katika hali ile ya jangwa na ukiwa, Yesu hakuchukua hiyo nafasi ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu, ninaweza kugeuza haya mawe yawe mikate, ili aweze kutoshelesha hamu zake za kibinadamu. Yesu akamjibu shetani ya kwamba imeandikwa, mtu hatafanya nini? Hataishi kwa mkate, hataishi ila kwa kila neno linalotoka katika nani? Kinywa cha Mungu. Kwa hivyo Yesu hakutumia ile mamlaka yake kama mwana wa Mungu ili kuendekeza tamaa ya mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama wale wana wa Israeli, kwa sababu Yesu ni mwana wa Mungu ambaye alikuwa mwaminifu. He is the obedient son of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kitu ambacho nataka kusema cha kwanza ni kwamba sisi katika familia na ndoa zetu, ni kwamba Mungu anatutaka ya kwamba sisi mambo yale ambayo ni tamaa zetu za kimwili, ya kwamba sisi tukaweze kufanya nini? Kuweza kuzishinda. Kwa sababu Yesu ni mfano mzuri ya kwamba sisi wanadamu tuko katika mwili huu, lakini kupitia kwa Kristo Yesu sisi tunaweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Ukisoma katika Warumi mlango wa 7 utaona pale Paulo akieleza hii hali ya kwamba sisi wanadamu tuko na hiyo hali ya kuanguka katika tamaa za mwili. Na Paulo akiwa anaandika kuhusiana na wamishenari waliokuwa ni wa Kiyunani ambao walikuwa wameshindwa na tamaa za mwili. Paulo anasema lile jambo ambalo mimi nataka kulifanya siwezi kulifanya, na ninapata kwamba lile jambo ambalo sitaki kulifanya hilo ninalolitimiza. Amen. Kwa hivyo sisi wanadamu tumeumbwa katika hali ile, lakini tunalo suluhisho kupitia kwa Kristo Yesu, kwa sababu ukiangalia hiyo Warumi mlango wa 7 mstari wa 25b inasema ya kwamba lakini ashukuriwe Mungu kupitia kwa Kristo Yesu ambaye anatupatia uwezo wa kushinda tamaa hizi za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anatuita ya kwamba kama kanisa ni kwamba kama Kristo Yesu alivyoshinda, hata sisi anatuita tukaweze kushinda. Na jambo moja ambalo ni kubwa sana na ni changamoto kubwa sana katika familia na katika jamii zetu ni kwamba wakati mwingi tumekuwa tukiendekeza hizo tamaa za mwili katika njia moja ama nyingine, na imekuwa changamoto kubwa katika familia zetu, imechukua changamoto kubwa katika jamii zetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuko naye Kristo ambaye ni mshindi. Wakati sisi tunapokaa katika Kristo Yesu, Kristo anatupatia ushindi na anarejesha familia zetu na anarejesha ndoa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwa mfano Yohana anaandika, ukisoma Yohana mlango wa 3 mstari wa 33 naelezea vile ambavyo Kristo Yesu alikuwa amejawa na Roho Mtakatifu bila kipimo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ambavyo Mungu anataka sisi tukaweze kuwa karibu naye, tukaweze kuwa ndani ya Kristo na Roho wa Mungu akaweze kujaa ndani yetu, ili sisi tukaweze kushinda hali hizi ambazo zimekuwa changamoto sana katika ndoa na familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka niliweza kusikia hadithi moja ya kijana mmoja ambaye alikuwa anaelezea habari hizi za vile ambavyo huu mwili wakati mwingine unaweza kutushinda. Kijana huyo alikuwa anasema, mimi hakika hii dhambi ya uasherati imenilemea na imenishinda, hata sijui niweze kufanya nini. Kuanzia kwa utosi mpaka ikifika hapa kwa tumbo, mimi nimeokoka kabisa na nimeokombolewa kabisa. Lakini chini ya hai tumbo kwenda hivi chini, nimejaribu kwa waganga na kwa madaktari, lakini hii hali sijui nitaweza kufanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa Kristo Yesu kuna uwezo wa kutuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Usikae hapo ukasema hii hali mimi imenishinda. Tunaye Kristo ambaye ana uwezo wa kuweza kukutoa katika hali hiyo, nawe ukaweze kuwa huru na ndoa yako na familia yako ikaweze kuwa huru kamili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tamaa hizi za mwili, wapendwa kanisa, zimekuwa changamoto katika familia na ndoa zetu. Mambo ya kupenda fedha zaidi. Sisi Waswahili watu nasema pesa ni sabuni ya roho, si hivyo? Ya kwamba inaweza kukupatia faraja,
inaweza kukupatia confidence ya maisha, kwa sababu ukiwa na pesa uko na confidence, si ndio? Amen. Inakupatia furaha. Lakini wakati mwingine, na sisi kanisa na Wakristo, kupenda pesa imekuwa changamoto. Imekuwa changamoto katika familia zetu na ndoa zetu. Paulo katika Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 10 anasema chanzo cha uovu ni kupenda pesa. Pesa si shida, lakini kupenda zaidi, the obsession of money is the root cause of all evil. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, zaidi ya pesa, ama wacha tu nitoe mfano mmoja kuhusiana na vile ambavyo pesa zimekuwa changamoto katika familia, zimekuwa changamoto katika maisha ya Wakristo. Kuna hadithi moja kuhusiana na familia moja ndogo ambayo ilikuwa na baba na mama na mtoto wao wa kike na mtoto wao wa kiume. Sasa yule baba alikuwa anafanya tu kazi za kawaida, he was an electrician. Sasa baba, mama na mtoto na binti wakaanza kupiga mahesabu ya kwamba huyu baba, hii kazi, je, siku za usoni ataweza kweli kusave na kuweka pesa ambayo sisi tutaweza kusherehekea, tutaishi maisha ya starehe? Kwa hivyo wakaingiwa na roho ya uovu na wakawa sasa wanafanya nini? Wanapiga vita yule baba. Baba anang'ang'ana, anafanya kazi hapa na pale, anaenda napanda zile milingoti, anachoka. Siku moja yule baba akaanza kugundua ya kwamba hapa mambo hii familia ni kama hatuendi vizuri, kwa sababu yule mama alianza kutembea na mwanaume mwingine, na kila wakati hawa watoto wanamshurutisha yule baba, kwa sababu wanasema, wewe baba hauna pesa ya kuweza kutupatia maisha bora katika siku za usoni. Sasa yule kijana alikuwa anasoma college na yule msichana alikuwa anafanya mambo ya medicine, na yule baba alijaribu kung'ang'ana na akaweza kulipa karo angalau hawa watoto, na akaweza kuwafikisha mahali. Sasa huyu baba ilipofika wakati aweze kuacha kazi ama kuretire, yule mama akawa ameandika na kusaini makaratasi ya talaka. Amepeleka talaka zinasainiwa wapi? Kwa dio ama ni wapi? Ameandika talaka na ametayarisha, na sasa ni hiyo siku ya sherehe ya bwana yake kuretire. Huyo mama alipoambiwa sasa njoo uongee maneno ya kuweza kumpongeza bwana wako vile ambavyo wameng'ang'ana, this time ana retire, ni kitu gani yule mama alitoa? Yale makaratasi ya talaka. Akasoma ya kwamba bwanangu, mbele ya ule umati wote akasema, bwanangu, mimi siku ya leo ninakutaliki mbele ya hawa umati wote. Sasa akifanya vile, wale watoto wawili wakawa wanashangilia ya kwamba sasa huyu baba hatutakuwa naye tena, na ni kwa sababu hawezi kujimudu ili sisi tukaweze kuishi katika maisha ya starehe katika siku za usoni. Bwana Yesu asifiwe. Haya mambo yako yule baba, kumbe alipokuwa akifanya ile kazi ikimpatia mapato madogo madogo, alikuwa akiwekeza, alikuwa akinunua mali, mpaka wakati alipotalikiwa mbele za ule umati, akawa
pesa zake zimezaa sana, hata kushinda yule bwana ambaye alifanya nini, alimuoa yule mama. So wakakakaa, yule mama siku moja akatambua ya kwamba huyu bwana amekuwa tajiri gwiji, na wale watoto sasa wakaanza kuingia katika shida. Fees, karo ya shule ilikuwa ni tabu, wakawa nateseka, wanajaribu kumfikia baba yao ya kwamba baba, tutumie pesa za shule vile ambavyo ulikuwa ukitufanyia, tafadhali baba, mimi ninafanya course ya medical, mimi ninafanya hii course. Yule baba akasema, mimi siwezi kufanya jambo hilo, siwezi kufanya jambo hilo. Wapendwa, Mungu ametengeneza familia na ametuweka katika ndoa takatifu, na ndoa ni mpango wa Mungu mwenyewe ambaye ametuita katika talanta mbalimbali, katika uwezo mbalimbali, katika uwezo mbalimbali, ya kwamba Mungu ameweza kutuweka katika familia, iwapo ni ndoa, iwapo ni familia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati sisi tunaposhikana mkono na kuweza kutambua uwezo wa mwenzako, kutambua ni wapi ambapo wanaweza, ni vyema ya kwamba sisi tukaweze kushikana mkono kama kanisa. Familia na mambo ya ndoa imekuwa donda sugu katika karne hii ya 21, kwa sababu tukiangalia ndani ya kanisa na nje ya kanisa utapata mambo ya uasherati yamezidi. Tukiangalia ndani ya kanisa na nje ya kanisa utaona kwamba upendaji wa fedha kupita kiasi yamezidi, na siku hizi what you provide is what determines your marriage. Amen? Amen? Kuna katika social media kuna ni mchezo ama ni nini, inasema ya kwamba if you want to marry me, you must be physically fit, emotionally fit, economically fit, more importantly monetary fit. Amen? Lakini sivyo katika wana ambao ni katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kristo ndiye ambaye anatupatia ushindi, na sisi we are adopted, sisi ni wana katika ufalme wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na Kristo ndiye anayetutaka katika familia na ndoa zetu, katika haya mambo ya kwamba sisi tutaweza kukaa katika nuru, tutaweza kukaa katika Kristo, kwa sababu tunapokaa katika Kristo, yeye anatupatia nguvu ya kushinda haya mambo yote, na familia zetu zinakuwa salama, zinakuwa mahali pa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jambo la kwanza ni vipi tutaweza kudhibiti misingi katika familia na ndoa zetu. Ni katika kuangalia zile tamaa ambazo zinatuzonga sana katika maisha yetu. Wasifiwe. Amen. Waebrania mlango wa ngapi? Wa 11. Inasema ya kwamba tuangalie hizi dhambi ambazo zinatuzonga upesi, na tukaweze kupiga hatua mbele, kwa sababu tuko naye Kristo Yesu ambaye anatupatia ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ni kitu gani sisi wana katika ufalme wa Mungu ambalo linatupatia ushindi na udhabiti katika ndoa na familia zetu? Ni jambo gani la pili? Kisoma katika mstari wa 9 na wa 11, ni kupitia kuziacha zile utukufu wa ulimwengu huu ambao unapita, shunning the earthly or the temporary glories of this world. Kuna mambo ambayo ni utukufu katika dunia hii, lakini mambo haya ni mambo tu ambayo yako, lakini yanapita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiangalia
huo mstari wa 9 na hadi 11, utapata kwamba Yesu alipojaribiwa katika jaribu la 3, shetani alimpeleka katika kile kilele katika hekalu, na akamjaribu ya kwamba ikiwa we ni mwana wa Mungu jitupe. Ikiwa we ni mwana wa Mungu fanya nini? Kujitupa ni ya pili. Ikiwa we ni mwana wa Mungu, akamuonesha fahari zote za ulimwengu wote. Wakati utakaponisujudia mimi nitakupatia hii mali yote. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani ambacho kiliweza kumfanya Yesu akaweza kulishinda jaribu lile? Ukisoma katika Mathayo mlango wa 2 utaona kwamba Yesu ni mfalme na ameletewa dhahabu, tunu, uvumba na manemane na wale mamajusi wa kutoka wapi? Mashariki. Amen? Amen? Kisha Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu. Jesus was the eternal and obedient Son of God. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu alikuwa ameacha utukufu aje ulimwenguni kuweka falme ya Mungu, ambayo Roho wa Mungu anafanya kazi katika ufalme huo. Kisoma Warumi mlango wa 14 mstari wa 7, Paulo anasema ufalme wa Mungu ni nini? Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Mambo ya amani. Ukisoma Warumi mlango wa 5 mstari wa 1 na wa 2, Yesu alikuwa amekuja akaweze kutupatanisha na Baba na kuweka amani katika uadui ambao mimi na wewe tulikuwa mbali na Mungu, ambao ulianza pale Mwanzo mlango wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo iwapo shetani akimjaribu Kristo ya kwamba nitakupa mali hizi zote, hakuwa anajua ya kwamba Yesu hizo mali zote ni zake. Yesu ndiye huyo mfalme wa wafalme. Yesu ndiye huyo Bwana wa nani? Bwana wa mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akaambiwa ondoka shetani, kwa sababu imeandikwa nini? Utafanya nini? Utamwabudu, utamtumikia Bwana Mungu wako pekee, na ni yeye utakayemtumainia. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, sisi ni wana katika ufalme wa Mungu. Kanisa ndio wana katika ufalme wa Mungu, kwa sababu Yesu ni mwana wa Mungu, lakini kupitia ukombozi ambao unakuja kupitia kwa Kristo Yesu, sisi tumeweza kuingizwa katika familia ya Kristo Yesu. Sisi tuna huo uwezo ya kwamba tutaweza kuzielekeza ndoa na familia zetu katika njia ambayo itakuwa inampendeza Mungu, njia ambayo sisi tutakuwa tunayafanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Petro anasema ya kwamba muda umeenda sana, ya kwamba sisi hatutaendelea kuendekeza hayo mambo ya uasherati, hayo mambo ya uzinifu, hayo mambo ya kulewa kupita kiasi. Petro anasema muda umepita sana, ni sasa tukaweze kugeuka na kuweza kuishia Kristo, na tukaweze kuyatenda mapenzi ya Kristo, na ndoa zetu zikaweze kuwa na uzima na uponyaji, na kwamba kanisa litakuwa kanisa ambalo ni jipya wakati jambo hili litaanza katika familia zetu, na kule katika our neighborhoods, kwa majirani yetu, watu wakaweze kuona huo mwanga. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakaweze kuona bibi na bwana wanapendana katika upendo wa dhati. Wewe ulimchukua huyu binti, lakini sasa umeanza kuona Mombasa, Nairobi za binti za wanawake wengine, na unaacha bibi na unaanza kufuata mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Shetani afanye nini? Malaki mlango wa 2 mstari wa 14, wakati sisi tunapofanya mambo haya, Mungu jambo la kwanza hapendezewi
na tunakaa katika hukumu ya Mungu. Yale yaliyotokea wakati wa manabii ndiyo yale ambayo sisi hatutaweza kuendelea katika maisha. Sisi tutakaa katika hukumu ya Mungu wakati sisi tunaendekeza mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Kristo anatuita. Kristo anasema wewe na mimi ndio hiyo nuru ya ulimwengu. Katika karne hii ya 21 ambayo mambo ya familia imekuwa donda sugu, mpaka wale ambao wanataka kuingia katika ndoa wanajaribu lakini wanasema this is not it is a no go zone. Amen. Lakini Emmanuel Kengeleni, Mungu anatuita mimi na wewe ya kwamba sisi tutakuwa watu wa upendo katika ile familia yetu. Sisi tutakuwa watu wa amani katika ile familia yetu. Upendo wa dhati tutaweza kurudisha, na familia zetu zikaweze kurudi kuwa salama na mahali pa kuishi, na Mungu ataendelea kubariki familia zetu na jamii zetu, na pia kanisa letu litakuwa mahali bora pa kuja. Mungu aweze kulibariki neno lake.